Bienvenido, karibu sana tuweze kuyaangazia makubwa yaliyojiri kwenye upande wa michezo katika siku ya leo ndani ya Kumekucha Michezo. Na moja taarifa kubwa ni kuhusiana na klabu ya KMC. KMC inajipanga kwa ajili ya msimu ujao. Kuna kazi ngumu hivi sasa kunayo ya kumtafuta kocha ambaye atamrithi Etienne Ndaregije. Baadhi ya makocha wamekuwa kitajwa akiwemo Suleiman Matola pamoja na kocha Masudi Juma Irambona ambaye alifundisha klabu ya Simba msimu uliopita. Tutaangalia timu za majeshi kufanya vizuri, lakini pia tutaenda katika anga la kimataifa kuangazia taarifa kuhusiana na Eden Hazard, na tutagusa kidogo mchezo wa finali wa NBA kwa sababu niko na rais wa mpira kikapu hapa nyumbani Tanzania, Faris Magesa. Karibu sana. Na tutaweza kuangazia mashindano ya kanda ya 5 na safari ya Tanzania katika mashindano ya mataifa ya Afrika mchezo wa kikapu, maandalizi na kuendaje, lakini pia mpaka sasa kitu gani kinapungua, basi utafahamu kupitia Kumekucha Michezo. Osia Mchopa, naanza na taarifa ya kwanza kuhusiana na mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Jenerali Venance Mabeyo ametembelea kambi za mafunzo kwa makocha wa ngumi pamoja na mpira wa kikapu na waamuzi, lakini akitamani kuweza kuona michezo hapa nyumbani Tanzania inafanya vizuri kupitia majeshi yetu. Na napenda kuwathibitishia kwamba msaada uliotolewa na jeshi la Ujerumani kupitia SIZIM umekuwa na manufaa makubwa kwetu, na naamini makocha wetu, wanafunzi wetu waliojifunza wameongezewa ujuzi ambao utawafanya wao kwenda kuongeza ujuzi kwa wanamichezo wetu. Na naamini kwa upande wa majeshi kuanzia sasa tutakuwa na mabadiliko kwa wachezaji wetu, na tukizingatia muda si mrefu tutaenda kushiriki mashindano ya Afrika Mashariki, na mwaka huu mwishoni pia tutaenda kushiriki mashindano ya SIZIM, mashindano ya majeshi duniani. Afande mkuu wa majeshi General Venance Mabeyo alipita kutembelea, na wakati anatembelea alipata fursa ya kuongea na wahitimu na wakufunzi. Lakini miongoni mwa mambo ambayo amezungumzia ni shauku yake ya kuona kwamba Tanzania tunakuwa tunafanya vizuri katika michezo hasa kupitia jeshi, na ameelekeza kwamba sasa tuangalie utaratibu wa kupata makocha wengine, na bayana kabisa alitaja makocha wa mpira wa miguu. Tumepata uwezo na ujuzi wa hali ya juu kuandaa ratiba za muda mrefu kuanzia miaka 2. Tumepata uwezo wa kuandaa ratiba za mwaka 1. Tumepata uwezo wa kuandaa ratiba za miezi 4, lakini tumepata uwezo wa kuandaa ratiba ya wiki 1, lakini pia kimsingi tumepata uwezo wa kuandaa ratiba ya mazoezi ya siku, ambayo ni kitu ambacho kwa muda mrefu tulikuwa tukitumia, kwa sababu ulikuwa ukiamka unaenda gym, kile unachofikiria kufundisha ndio hicho ulichokuwa unafundisha. Lakini haya mafunzo yametupatia uwezo wa kuelewa ni namna gani unaweza ukatengeneza hizo ratiba za mazoezi mbalimbali, na hizo ratiba ukazitumia kivitendo sasa kufundisha. Shaga, lakini pia umeweza kuona makocha wengine mchezo wa ngumi, kuna makocha mchezo wa mpira kikapu pamoja na waamuzi. Kutengeneza msingi mzuri hapo, bila shaka mafanikio unaanza kuyaona mapema kabisa. Taarifa nyingine inahusiana na klabu ya KMC. Wamepinga taarifa za kukaribia kukamilisha usajili wa kumpa kandarasi kocha Masudi Juma Irambona, kocha ambaye alipita katika klabu ya Simba. Hivi sasa wanafanya jitihada za kuhakikisha wanamtafuta mtu ambaye ataziba nafasi ya kocha Etienne Ndaregije, na wanasema ndani ya wiki moja kila kitu kitakuwa sawa. Na ametufahamisha pia nyota ambaye alikuwa anagombaniwa na klabu ya Yanga Ali anakaribia kumalizana na klabu ya KMC. Walimpa ruhusa zungumze na Yanga, lakini ameshindwana. Kwa hiyo anarudi nyumbani KMC na atatarajiwa kusaini mikataba kati ya miaka 2 ama 3. List ya makocha ni wengi na wataalamu wetu wanaendelea kuchambua zile CV. Kama unavyoona, mara ya kwanza kabla hajapata barua ya CAF tulikuwa tunafikiria sana swala la kuchukua kocha wa ndani. Lakini sasa tunapata changamoto zaidi kwamba sasa kocha anaweza ligi ya ndani na heshima kubwa iko kimataifa, tunafanyaje? Kwa hiyo tunaumia kichwa sana. Na makocha ni wengi. Unajua
makocha ni wengi kuliko ajira. Kwa hiyo makocha ni wengi sana, alafu timu za kufundisha ni chache. Kwa hiyo CV za makocha ni nyingi sana. Mwaka huu hatuta sign mikataba ya mwaka mmoja. Mwaka huu tuna sign mikataba kuanzia miaka 3. Kwa hiyo ikipungua sana 2, lakini hao ni kwa wachache. Wengi tunapa mikataba ya miaka 3. Na tumeona manufaa yake kwenye timu zingine kubwa, kwamba mchezaji yule kwanza ni anakuwa anajisikia yuko kweli amethaminiwa, lakini pili anapata tatizo, kwa mfano bado anakuwa na mshahara unaendelea. Lakini na kwa sisi pia inapotokea timu ambayo ina ofa nzuri, maana kimna opportunity ya kuweza kumuuza na kupata fedha ya kuboresha kikosi zaidi. Kuna klabu kadhaa katika ligi kuu zilikuwa zina mfumo kama huo Kemombao, lakini baadaye walikula hasara sana, maana wachezaji walikuwa ni wazuri lakini hakuweza kuwauza. Unakuwa na wachezaji wazuri ambao mwaka mmoja ukiisha unashindwa kufanya biashara, wanaondoka bure kabisa. Kwa hiyo klabu ya KMC wameona msimu huu basi wasitumie mfumo wa mkataba mwaka mmoja kama msimu uliopita. Kuna baadhi ya wachezaji wanawahitaji hivi sasa, lakini mezani wanawasumbua wachezaji wao kwa sababu tayari washafanya vizuri na walioshinda kuwashika mapema. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wanatakiwa na klabu kubwa, lakini waliwapa uhuru wa kuondoka bure kabisa, kwa kitu ambacho kinagharimu katika mzunguko mzima wa masuala ya fedha. Ushindi wa KO raundi ya 6 kwa bondia Mkenya James Onyango umempa kiburi hivi sasa, na naamini ana uwezo wa kupambana na bondia yote mkubwa katika nchi ya Tanzania, wakiwemo kina Mfaume, akina Idi Pialali, akina Abibu Peng. Kwa hiyo anataka mmoja wapo ambaye ipo katika level ya juu zaidi katika ngumi hapa nchini sasa hivi sasa aweze kupata naye pambano baada ya kupata ushindi dhidi ya bondia Hamisi Maya katika raundi ya 6. Au ilikuwa si rahisi kutoboa mpaka raundi ya 6. Yaani ni jambo ambalo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunifanikishia kumpiga James Onyango KO raundi ya 6. Lakini kikubwa na malengo yangu sasa hivi, ninachotaka ama promoter, nachotaka mimi, malengo yangu ni kucheza ubingwa wa Tanzania. Ubingwa wa Tanzania ndio ninachotaka kucheza, kwamba bondia yoyote aidha akawa Mfaume, Abibu Pengo, Idi Pialali, wale mabondia wakubwa, promoter kama yupo, basi takuwa ni safi kunitafutia mabondia hao ili niweze kuwania ubingwa wa Tanzania. Kuna ule mkanda kwa vyovyote kwa nataka upate kivyovyote, lakini mimi nikacheza mchezo mzuri, nikajitahidi, nikaendelea na mchezo. Bahati mbaya nikadondoka, lakini kwenye kudondoka kisheria ngumi inatakiwa mtu uhesabiwe hadi 10. Ukishindwa kuhesabiwa hadi 10 ndio wakati pambano. Mimi nimedondoka, nimehesabiwa hadi 7 na nyanyuka, refali naona akakata pambano. Kwa kuna mambo alifanyika, si unajua mtu ukiwa nje ya nchi kuna vitu ambavyo sio fair wanavyotufanyia. Kwa mambo ambayo niliweza kuwazuia vijana wasiweze kwenda Kenya kutokana na mazingira hayakuwa mazuri, lakini baada ya kuafikiana na Kenya Professional Boxing Commission niliweza kuruhusu vijana kwenda Kenya, na wamerudi salama na wamerudi na ushindi, na wameweza kufikia katika mazingira mazuri, na nafikiri wamepewa heshima nzuri sana. Kwa hiyo kifupi wamekuja leo kutuelezea tu kilichotokea hapo Nairobi. Kazi inafanya vizuri sasa na kamati ya ngumi za kulipwa. Kijana hawezi kwenda nje ya nchi bila kuhakikishiwa usalama. Kuna madudu alifanyika katika michezo kadhaa iliyopita, tunashinda wapewe ubingwa. Kwa hiyo bila shaka sasa mambo yanakwenda vizuri sana. Twende mkoani Iringa hivi sasa. Kule Iringa hivi sasa wanashangazwa kwa nini klabu ya KMC wana Dar es Salaam, wana Kinondoni, Kino Boys wapewe nafasi ya kuwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa, ili hali wao Lipuli walifika hadi fainali ya kombe la shirikisho na wakipoteza dhidi ya klabu ya Azam. Mwenzangu Silvanus Gomba ameweza kuzungumza na wadau wa soka huko mkoani Iringa. Mmoja wa wadau wa soka mkoani hapa, mkuu wa wilaya ya Iringa Richard Kasesela, amesema wameshangazwa na utaratibu huo unaozifanya timu za jijini Dar es Salaam pekee kushiriki michuano hiyo inayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF, licha ya timu yao pia kufanya vizuri kwenye kombe la FA. Ni kwa nini wamekwenda kumchagua mshindi wa 4 wa Premier League kwenda kushiriki haya mashindano ya shirikisho ya kimataifa, ambayo sisi kama Azam hayupo, maana yake mshindi wa pili ni Lipuli ambaye alishiriki fainali. Sasa mimi nashangaa
na kanuni hizo walizotumia ni kanuni ambazo sisi kwetu hazipo. Kwanza kama shabiki namba 1 wa timu ya Lipuli, lakini pili kama kiongozi nataka nipate maelezo kwa nini KMC amechaguliwa na hajachaguliwa Lipuli kwenda kushiriki mashindano ya shirikisho ya kimataifa. Sylvester Kanyika ni mjumbe wa kamati tendaji ya Lipuli FC, anasema kutokana na mkanganyiko huo, klabu ya Lipuli wameandika barua TFF kuomba ufafanuzi wa namna nafasi hiyo ilivyonyimwa timu yao na kupewa KMC ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Kama viongozi tulikuwa tunajua kuna kanuni ambayo ilikuwepo kabla ya msimu ambayo ndio tulikuwa tunatakiwa tuitumie. Tunacholalamikia sana ni hicho kwamba kumekuwa kuna sintofahamu kanuni ipi ambayo imetumika sasa, ile ya 2018 2019 au hii hapa ambayo inaonekana sasa ni 2019 2020. Katibu wa chama cha soka mkoa wa Iringa IRFA Dr. Ali Ngala amesema mkanganyiko unaosemwa na Lipuli unatokana na kanuni za zamani zilizotungwa kwa kutambua ushiriki wa timu 2 pekee kwenye mashindano ya kafu, na kwamba TFF katika kurekebisha kanuni ili kuwezesha ingizo la timu 4 imefuata utaratibu unaotoa kipaumbele kwa timu zilizofanya vizuri kwenye msimamo wa ligi kuu. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba sasa timu ya kwanza na ya pili katika msimamo wa ligi itashiriki Champions League na timu ya 3 mpaka ya 4 watashiriki Confederation Cup iwapo FA Cup, mashindano ya FA Cup bado. Na mashindano ya FA Cup yamepewa nafasi kuanzia Confederation Cup kutoka kwenye kanuni za awali ilikuwa bingwa wa Confederation Cup watashiriki Confederation Cup, yani ligi ya shirikisho. Kutoka hapa mkoani Iringa, mimi ni Silvanus Kigomba wa ITV. Wanalipuli na ndoto za kupanda ndege zikizimika zikihamia Kinondoni, kwa ni jambo ambalo walifurahishi sana, lakini pia wanahusishwa klabu yao, kocha wao Suleiman Matola anatajwa kumalizana na klabu ya Polisi. Kwa hiyo huenda msimu ujao tukashuhudia sura mpya, labda Charles Boniface Mkwasa katika timu ya Lipuli. Mambo yanaweza kutokea hivyo. Karibu sana katika Kumekucha Michezo, na tunaangazia taarifa mbalimbali za michezo, na hivi sasa tumemalizana na taarifa za hapa nyumbani Tanzania kitaifa, na tunabakia nyumbani, lakini safari hii katika mchezo mpira kikapu, na kuna mashindano ya kanda ya 5, mashindano ambayo yatatupa tiketi ya kuweza kushiriki mashindano ya Afrika. Niko na rais wa TBF. Kwanza tuanze, maandalizi yanakwendaje na ukubwa wa mashindano haya ya kanda ya 5? Maana watu wamezoea tu kusikia kanda ya 5, lakini yeye anatupeleka wapi na ukubwa wake na maandalizi yetu kiujumla? Asante. Maandalizi yanaendelea vizuri. Kwa maana timu zetu tayari tumeshaziweka, zinafanya mazoezi sasa hivi katika viwanja vya JMK Park pale hapa Dar es Salaam. Kwa hivyo maandalizi yanaendelea na timu zote mbili za wanawake pamoja na wanaume. Na mashindano haya ya kanda ya 5 yanaanza tarehe 25 mwezi wa 6 na yatamalizika tarehe 1 mwezi wa 7 na yanafanyika Kampala, Uganda. Na sisi kama shirikisho la mpira wa Cup Tanzania, lengo letu ni kupeleka timu zote mbili, na tunataraji mambo yakienda vizuri tuondoke hapa tarehe 23 mwezi wa 6 kuelekea Kampala, Uganda. Kwa sasa hivi kama nilivyosema, maandalizi yanaendelea kwa maana ya vijana kufundishwa, kupewa mafunzo na makocha ambao tuliwateua, ambao wao ndio wameteua hiyo timu. Na changamoto kubwa ambazo tunazo kwa sasa ni uwezeshaji ili tuweze kukamilisha sasa. Kwanza kambi, tuna wachezaji tunawahitaji kutoka nje ya nchi, akiwepo Hashim Thabiti ambaye yuko Marekani, Alpha Kisusi yuko Canada, tuna Mushidi ambaye yuko Marekani, tuna Jimmy ambaye anacheza Philippines, na tuna wachezaji kama 5 hivi wako Kampala, Uganda. Kwa hiyo lengo lilikuwa tuwalete hawa nyota wetu wote, kwa sababu tukiweza kuleta nyota walioko Marekani na Canada na kwingine huko ambao wana uzoefu wa kucheza katika mashindano makubwa, tunaongezea CV kwa timu ya taifa. Tunaongezea CV ya timu ya taifa, lakini pia tutakuwa na wote wale ni wachezaji wazuri, na hata wanaocheza Uganda ni professional players. Kwa hiyo wote ni wazuri. Kwa hiyo lengo lilikuwa kwanza ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na kikosi imara ambacho kitatupatia ushindi, na hilo ndio kubwa zaidi. Na ndio maana tukasema tunahitaji fedha takriban karibu milioni 57 hivi zinahitajika. Kati ya hizo milioni 57 unakuta karibu 12-13 ni za kuleta tiketi tu za kuwaleta walioko nje kuja Tanzania. Hebu tutute taratibu hapo kwenye milioni 57, maana watu wakisikia hivyo fedha wanaweza wakashangaa kwa nini nyingi. Twende katika mgawanyiko
mpaka mnapata milioni 57 ili watu wajue kwamba hata tukisema tunaongeza nguvu tunaongeza kwa minajili gani? Asante. Kama nilivyosema, milioni 12 mpaka 13 ni za kuwaleta wanyota wetu walioko nje, tiketi zao kwa maana za ndege kutoka Marekani, Canada na Philippines kuwaleta hapa Tanzania. Ukiangalia ni wastani wa dola 1,500 mpaka 800 hivi, kutegemea na unanunua muda gani tiketi. Sasa ukipiga mahesabu kwa tiketi 3 mpaka 4 utakuta unatumia ni takriban dola 6,000 5-6 hivi. Kwa hiyo hizo tu ukipiga hesabu ni milioni karibu 12 kuelekea 13. Ukitoa hapo sasa, gharama nyingine of course tumepunguza sana, kwa sababu kutokana na hali ngumu hatukutaka kuwasafirisha kwa ndege kutoka hapa kuwapeleka Uganda, kwa sababu tukiwasafirisha kwa ndege gharama itaongezeka, itafika mpaka karibu milioni 70-80 huko. Kwa hiyo tukasema tuwasafirishe tu kwa mabasi. Kwa ukiangalia mabasi nauli zao tuna kuwafikisha Kampala na kuwarudisha kwa kikosi cha watu 30, kwa maana 15 timu ya wanawake, 15 timu ya wanaume, pamoja na makocha na viongozi wengine huko, kwa sababu wachezaji watakaoenda ni 12 katika kila timu. Utaangalia milioni 6 inaenda kwenye usafiri. Fedha zingine zinaenda kwenye vifaa na maandalizi yao, watahitaji vifaa vya michezo na maandalizi mbalimbali, lakini kuna malazi na chakula kule wanapokuwa Kampala Uganda, kwa sababu watakaa almost wiki moja. Pia kuna gharama za ada za ushiriki. Ukipiga hesabu ada za ushiriki peke yake ni karibu dola 9,000 hivi. Kwa hiyo ina wastani wa milioni karibu 22 inatumika huko. Sasa ukijumlisha hizo zote nilizokutajia hapa pamoja na gharama nyinginezo utakuta milioni 50 inafikiwa. Sasa sisi kama shirikisho tunachoomba ni nini? Sisi hatusemi mtu atuletee cash hela. Unaweza ukasema tiketi, ukalipia tiketi, au ukatupata basi Costa mfano, tukatafuta mdau mwingine akaweka mafuta, na tunashukuru kuna mdau tayari ameshajitolea Costa yake kwa usafiri kajitolea, lakini bado inahitaji mafuta na labda posho za dereva na matengenezo madogo madogo, lakini kuna mdau kashajitolea na ni mwenzetu katika shirikisho. Hilo ni jambo jema, ameonyesha tu kwamba ameguswa na hili. Kwa hiyo sasa ukiangalia kwa upande wa usafiri ni almost we are settled. Na kuna baadhi ya wadau wamechanga fedha tukiwa na sisi viongozi kuweza kukava hiyo. Tunachohitaji sasa hivi kikubwa zaidi ni ada hizo za ushiriki ambazo karibu dola 9,000 hivi za kutuwezesha deadline lini mwisho kuweza kulipa? Au kimsingi kuthibitisha kushiriki mwisho ni tarehe 15. Kuthibitisha kushiriki kwanza. Lakini kulipa ni pale mnapofika kule. Kwa maana tukifika tarehe kabla mashindano hayajaanza, kwa tarehe 25 tuseme 24 25 ndio mwisho wa kulipa. Baadaye tutakupa fursa kuweza kuona namna gani ambavyo watu wanaweza kuchangia, maana Watanzania wengi wanapenda michezo, chochote ambacho iko nacho anaweza akakiwasilishaje. Nataka tufahamu sasa ukubwa wa mashindano haya ni tiketi ya kwenda kwenye mataifa ya Afrika mashindano. Pamoja na kuita kikosi bora, tumeona tuna vijana wetu kutoka Marekani, kuna kitu gani ambacho mnakifanya kingine kuhakikisha tunafanya tofauti kabisa, na hata mambo haya kwanza kuomba tena inawezekana hayatakuwepo kama tutaenda kwenye mashindano na tutafanya makubwa na watu wataanza kutazama kwa jicho tofauti mchezo wa mpira wa kikapu, hasa katika kutuwakilisha vyema kimataifa? Kikubwa zaidi ni kama nilivyosema, mashindano haya ni makubwa. Na lengo si tu kwenda kushiriki katika mashindano kanda ya 5. Lengo letu ni kwamba mashindano haya yanatumika pia katika kupata timu zitakazo qualify kwenda mashindano ya Afrika. Kwa kama ulivyosema, tukiweza kufanikiwa kupata tiketi ya kushiriki mashindano ya Afrika, ni matumaini yangu kwamba profile ya nchi kwanza itaongezeka, kwa sababu ni mara ya kwanza Tanzania haijawahi kufika katika ngazi hiyo, na ndio maana tukasema tuwalete nyota wetu wote. Kwa hiyo sisi kama shirikisho tunaamini kabisa kama tukifanikiwa, basi tutaweza tukaongeza profile ya nchi, tukaitangaza vizuri nchi yetu, lakini pia tukaweza vijana wetu wakapata fursa zaidi, na Tanzania ikajulikana katika upande wa kikapu, na kuna uwezekano tukapata sasa support nyingi kutoka wadau wengi. Hata mashirikisho ya kimataifa yanaangalia nani anayefanya vizuri ni waweze kuleta support zaidi. Kwa hiyo pia itafungua fursa kwa vijana wetu kupata timu mbalimbali za kucheza katika maeneo mbalimbali, na mimi nachukulia kama ni fursa kubwa ya kunyanyua hata uchumi. Lakini kwa siku ambazo zimesalia, kweli
unaona kuna dalili ya kuweza kufanikiwa kwenda huko? Maana sisi tukajiandaa sisi kwa tunatamani, lakini kwa hisabati zenu viongozi unaona kuna ugumu mkubwa. Tuwe wawazi kabisa. Sisi tukaona mwishoni kuna timu nakumbuka hapa karibuni kikapu pia ilitaka kuondoka, lakini mwishoni mambo yakuwa mazuri. Ni kweli unachosema. Tulikuwa na mashindano hapa yanafanyika ambayo yanamalizika kesho ya vijana wadogo chini ya miaka 16 yanafanyika Kigali. Ni kweli tulikuwa tumeomba msaada kama huu, lakini alijitokeza mfadhili akaweza kutoa fedha za kuweza kusafirisha timu moja baada ya timu mbili. Kwa hiyo tukapeleka timu moja ya wasichana badala ya kupeleka timu zote mbili, lakini si haba kwa sababu kama nchi tumewakilishwa bado na vijana wetu wa chini ya miaka 16. Ukiangalia sasa mashindano haya yamekwenda karibuni, ile tarehe 10 mpaka 15, haya mengine yanaanza tarehe 25 mpaka tarehe 1 Julai. Kwa hiyo logistically pia ina changamoto zake kwa sababu hapo unaandaa timu 4 kwa pamoja, zote zinahitaji kwenda mashindano ya kimataifa. Lakini tunashukuru tumeweza kusafirisha timu moja. Niseme tu kwamba kwa hili la senior team sasa, sisi kama shirikisho tumefanya kile linalowezekana tuhakikishe kwamba kila mdau tunamfikia, na hata hapa ndio maana tumefika ITV leo ili kupeleka ujumbe kwa jamii. Wako wadau wengine wanatusikiliza hapa, viongozi mbalimbali watakaoguswa waweze kuona tu kwamba ili ni swala la nchi kwa kweli. Sisi kama shirikisho ni kazi yetu ni uratibu na kufanya shughuli za kiutawala kuhakikisha kwamba yale yanayotakiwa yanafanyika ili mchezo uende mbele. Lakini kunapotokea uwezeshaji sasa ni swala la kila Mtanzania na hata ambaye si Mtanzania lakini anaguswa na maendeleo ya nchi yetu kupitia michezo na mchezo wa kikapu. Sisi kama shirikisho tunaomba atusaidie kufanikisha hilo. Siku zimebaki ni chache lakini tunaamini tutafanikiwa. Hatuamini katika kukata tamaa. Kama nilivyosema tayari kuna mdau katoa usafiri, kuna wadau wamechanga tayari fedha za kuweka mafuta na kumudu gharama mbalimbali. Sasa tunazungumzia kama dola 9,000 mpaka 15 tukipata, vijana wanakwenda tu, tutalipa ada za ushiriki na watakaa vizuri pale Kampala. Na Mungu akisaidia tukileta wale nyota wetu kutoka Marekani, Canada na kwingine, tutapata ushindi. Tukipata ushindi basi mambo yatakuwa ni mazuri tu na vitu vitaanza kuja Tanzania pia. Ninaamini kabisa hata misaada mingi itaweza kujitokeza katika taasisi mbalimbali na watu wataanza kuangalia Tanzania ni hususan kwa mchezo wa kikapu. Kwa mimi nitumie nafasi hii kuomba wadau wote wanaonisikiliza. Tumepeleka maombi yetu wanaonisikiliza na kunitazama, yes. Tumepeleka maombi yetu sehemu mbalimbali kwenye taasisi za umma, taasisi za binafsi na watu binafsi. Niwaombe sana tuchangie timu ya taifa ili tuweze kuhakikisha kwamba inafika katika mashindano haya. Kama nilivyosema milioni 50 mpaka 57 si hela nyingi sana. Ni wastani wa dola 22-23 tu. Kwa hiyo kama tukipata hizo ina maana tunaweza tukawakilisha vijana wetu vizuri. Lakini kingine ni kwamba kuna haja ya kuonyesha kwamba kama nchi tunathamini michezo yote. Kwa sababu tumeona hamasa kubwa sana katika michezo mingine. Mimi ningeomba pia hamasa hii tuihamishie kwenye mchezo wa kikapu. Niweke tu wazi. Yaani hii ni kama tu ile ya Stars ilivyokuwa inacheza michezo kutafuta kufuzu mataifa ya Afrika. Ndio hii. Yaani ndio ipo hivyo tu. Majina tu kanda ya 5. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho kinafanyika sasa hivi katika mchezo wa mpira kikapu, na nikuruhusu pia unaweza kuchangia na kupiga simu na takutajia baadaye utaratibu wa kuweza kuchangia na wewe kama mdau wa michezo. Hii ni michezo mikubwa sana, ni kama tu kutafuta tiketi kushiriki mashindano ya mataifa ya Afrika. Kwa hiyo ni msingi ambao lazima uingie ukiwa umejiandaa, na maandalizi yanahitaji fedha. Vijana wetu ambao wako Marekani, mnawafuatilia maendeleo yakoje vijana wetu hawa? Sababu kumekuwa na ufinyo wa kupata mrejesho kutoka kwao, na watu wengi sasa hivi wanashangaa kama tuna wachezaji zaidi ya 2-3 ambao watakuja kutuwakilisha. Asante. Tuna wachezaji wengi. Nimesema Jimmy anacheza Philippines, anafanya vizuri sana kule, na Philippines ni nchi ambayo inafanya vizuri katika ligi ya kikapu kwa maana ya hata katika mashindano ya mbalimbali inakwenda. Tuna Alpha ambaye yuko Canada naye anafanya vizuri, tunafuatilia. Tuna mchezaji Moshid naye anafanya vizuri, anacheza katika college level. Lakini pia tuna mchezaji Hashim Thabiti naye yuko kwenye mazoezi, tumeongea na kocha wake naye anafanya vizuri. Kwa hiyo hao wote wanafanya vizuri. Ukiachilia hao tuna wachezaji wanacheza ligi ya Uganda takriban 5-6 ambapo ligi inaendelea mpaka sasa hivi, na wote katika wanaocheza zile ligi ni active players, na
timu zao zinafanya vizuri, kwa hiyo ni among the top teams in Uganda. Kwa hivyo kwa maana ya kiwango chao hatuna shaka. Tumewasilisha vizuri maombi, maana tumeona matatizo yajitokeza hata kwenye upande wa mpira wa miguu. Maombi yanakuwa tujawasilisha vizuri, kwa hiyo wenzetu kwa professional zaidi wanaweza kashindwa kutoa ruhusa. Ni kweli. Kama hujajibu, kuna Mohamed kutokea Zanzibar. Karibu sana uweze kuchangia. Karibu uweze kuchangia katika Kumekucha Michezo. Naam. Kuchangia kwamba wale wachezaji wetu waje. Naam. Wachukuliwe. Wameshaitwa tayari. Wameshaitwa na sasa tena ile kambi ya nini iwe inaendelea vizuri na wape facility zote kama tunavyofanya timu ya taifa ya mpira wa miguu. Zanzibar hapo vipi kikapu sasa hivi? Nafikiri huo ndo mchango wangu. Nakushukuru sana. Tunao wachezaji wa Zanzibar pia wapo Zanzibar. Ni timu ya muungano, si timu ya bara. Tulikuwa tunaendelea kuangalia vijana wetu hawa na msema Uganda wanafanya vizuri sana. Mnafikiri sisi nyumbani hapa tunashindwa wapi kuwa na ligi strong kama za Uganda? Sababu Uganda ni moja ya sehemu ambako changamoto mchezaji akienda inakuwa ni kubwa sana kwake. Kikubwa ni kwamba Uganda wenzetu wamepata kampuni kubwa ambazo zina sponsor ligi yao. Kwa hivyo hilo nadhani limewasaidia zaidi kuboost ligi yao. Lakini kingine ili kupata sponsorship pia wanaangalia na facilities. Kwa maana ya viwanja. Sisi hapa Tanzania tuna changamoto ya kutokuwa na uwanja ambao ni bora. Kwa hiyo unakuta pia hiyo inatuathiri. Ukiangalia nchi zote tuzunguka, Rwanda wana uwanja mzuri na wenzetu wa nchi kadhaa hizi kama nilivyosema. Kwa hiyo kupata sponsorship hata za kimataifa pia kwao ni rahisi. Kwa mfano ukiangalia Rwanda wamepata opportunity ya NBA ligi itakayoanza mwakani, nao watapata nafasi. Lakini the reason kwa nini wamepata hiyo nafasi ni kwa sababu wana good facility, kwa maana wana uwanja mzuri wa ndani. Sisi bado hilo ni changamoto. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba tukitatua eneo hilo, lakini pia ni hili tunarudi kule kwenye uwezeshaji. Tutarudi kumradhi. Safari kutoka Rombo, karibu sana uweze kuchangia. Tunaangalia timu yetu ya taifa mpira kikapu inakwenda kwenye mashindano ya kanda ya 5. Mchango wako ni upi? Karibu. Asante. Karibu kutoka Goba, karibu. Sana mimi nataka nichangie kuhusu swala la nani? La jajua uhamasishaji. Uhamasishaji ndo hapo unapata taarifa kupitia ITV. Mchango wako ni upi? Unazungumziaje timu ya taifa mpira kikapu? Kwanza unaifahamu kama ipo? Ndio naifahamu kama ipo, lakini sasa ule nani mwamko wa Tanzania unakuwa ni mdogo sana. Kwa nini sana unakuwa ni mdogo na timu yetu inakaribia kwenda kushiriki mashindano hivi sasa? Fursa tumeipata. Ni uelewa tu wa watu, kwa sababu asilimia kubwa hata wamebezi kwenye upande wa nani wa mpira wa miguu. Nakushukuru sana. Ndio. Hiyo ni simu kutoka Goba na tulikuwa tunaendelea kuangazia maandalizi yetu. Mimi nataka nifahamu mfumo wa mashindano ukoje na unafikiri timu gani ambazo zitaweza kutusumbua kidogo kwenye mashindano ya kanda ya 5? Kwenye kanda ya 5 mimi niseme kama tukipata kikosi chetu hicho tunachokihitaji cha kina Hashim, kina Alpha na wengine hawa, tutashinda sisi. Hiyo nina uhakika kwa 100%. Kwa sababu kwanza uwepo wa Hashim pia tayari utakuwa ni hofu kwa timu zote hizi, kwa sababu katika kanda nzima hii tuna nchi 11 kutokea Egypt mpaka huko, hakuna nchi yote yenye mchezaji NBA. Kwa hiyo kuwa na mchezaji ambaye ameshawahi kucheza NBA pia italeta hamasa kubwa, lakini pia itawatisha wapinzani wetu, na kwa sababu pia wachezaji hawa ni wazuri, naamini ushindi tutaupata. Kwa hiyo niseme hakuna timu inatutisha katika ukanda huu kama tutapata kikosi chetu chote. Hiyo ni condition. Kwa hiyo tukipata wachezaji wetu wote kama tulivyopanga, basi tutakuwa tumepiga milestone kubwa. Na ninapozungumzia uwezeshaji hapa, anaweza akajitokeza mdau akasema mimi nitakata tiketi ya Hashim, mwingine akasema nitakata tiketi ya Moshi. Ni tiketi 3 tunahitaji hapa kwa wachezaji walioko nje. Wastani wa dola 1300 mpaka 800, itategemea umekata lini na shirika gani tutatumia na availability. Na tunawahitaji kuanzia anytime, kuanzia sasa hivi waje ili tuweze kuungana nao. Na pia ili kupunguza gharama, tuliona kwamba ikiwezekana tutawapeleka moja kwa moja Kampala. Jana watoke direct. Kama kutokana na siku zikibaki chache sasa. Ili waende moja kwa moja. Wakati sisi wa hapa tukakutana nao kule ili kupunguza gharama.
na hilo pia ni option mojawapo. Kwa hiyo kama tutapata kikosi chetu chote tulichokipanga hichi, neno hakika Tanzania ndio itakuwa bingwa wa kanda hii, na tutaenda kuhakikisha katika kombe la Afrika, na hata Afrika tutafanya vizuri kwa sababu bado tutakuwa na nafasi kubwa. Si Afrika si nchi nyingi. Tutarudi hapo, kumradhi. Charles Boniface kutokea Mwanza, karibu sana. Tunaangazia timu yetu ya mchezo wa mpira kikapu. Karibu uchangie. Hello. Karibu uchangie bwana Charles. Asante. Habari ya studio. Hapa kwema kabisa. Mchango wako ni upi kwa timu ya taifa ya mpira kikapu ambayo inakwenda kwenye mashindano kanda ya 5 tarehe 25? Aisee, mimi na mchango kidogo. Kitu cha kwanza sijajua hiyo timu ya taifa imekuwa selected na watu kutoka wapi, kwa sababu naona Mwanza sijaona mchezaji hata mmoja na mikoa mingine. Sasa sijui kama hii timu ya basketball ni ya kwa Dar es Salaam tu na kwa Zanzibar au ni kwa nchi nzima. Sijajua wametumia kriteria zipi kwa ajili ya kuchagua wachezaji wa timu ya taifa. Kitu cha pili, chama cha mpira wa kikapu kama chama cha mpira wa kikapu wenyewe hawana source of income ambayo inaweza ikawasaidia kwenye matatizo kama haya ambayo yanaweza kujitokeza. Mchango wangu ni tumewe. Asante. Kwanza ni mjibu tu kwamba timu hii ni timu ya taifa ya Tanzania, kwa hiyo na imechaguliwa na makocha na makocha wao ndio wanajua kwa nini wamemchagua mchezaji fulani na wamemwacha mchezaji fulani, lakini niseme tu kwamba kwa ujumla sio kila lazima mkoa itoe mchezaji. Hii sio mashindano ya uwakilishi. Kwa hiyo inachoangaliwa ni kiwango na ubora wa mchezaji husika. Kwa hiyo na hata hivyo waliochaguliwa bado watachujwa ili tupate 12 wa mwisho wa kwenda kule. Kwa hiyo mchujo utaendelea tu, kwa sababu walichagua kila timu wachezaji 30 au zaidi. Kwa hiyo lakini watachujwa tu. Kwa hiyo mimi nimhakikishie tu kwamba sifa ya kuchaguliwa ni uwe Mtanzania moja, pili uwe na kiwango, uwe mchezaji wa kikapu, lakini uwe na kiwango ambacho walimu wameridhika nacho, na uwe ni mzuri katika, kwa sababu timu ina nafasi kadhaa. Uwezi ukasema uchague wachezaji wa aina moja tu. Lazima uchague centers, uchague forward, uchague point guard and so on and so forth. Sasa katika combination hiyo unaangalia point guard gani ni mzuri. Unaweza kawa 3 4, lakini huwezi kuchagua point guard 4 katika timu moja. You need centers pia, sio? Big men wale wa kuchukua mipira na kuweza kucheza na rebounds na kurukia katikati ya nani ya goli au kuzuia and so on and so forth. Sasa unapozungumzia kuchagua, ni criteria zinazotumika ni za makocha. Kwa hilo ni moja, timu ni ya Tanzania, ni muombe tu kwamba asiwe na wazo la Mwanza, Tanga, Musoma au Mtwara na kadhalika. As long as na inawezekana mchezaji anacheza Dar es Salaam lakini asili yake ni Mwanza. Inawezekana anacheza ligi ya Dar es Salaam asili yake ni Mtwara. Kwa hiyo hilo pia tuliangalie, na mimi niwaombe wa Tanzania tuachane na haya mambo ya makabila na mikoa. Tuangalie zaidi utaifa na kuweka uzalendo kwanza. Na muulize swali lingine kuhusiana na swali la pili ni vyanzo vya mapato. Vyanzo vya mapato kwa michezo nyingi kwa asilimia kubwa huwa ni sponsorship. Na hii ni dunia nzima. Ni dunia nzima ni sponsorship. Sponsorship ndio chanzo kikubwa cha mapato. Na chanzo kingine ni mapato yanayotokana na endorsements au vingilio kwa kama tungekuwa na facility nzuri. Sasa hii ni changamoto inatokana, hatuna uwanja mzuri. Viwanja vyetu vingi ni open, viwanja vya wazi na kadhalika. Kwa hiyo pia ina changamoto zake. Kwa mimi niseme tu kwamba uendeshaji wa vyama hivi vingi vinatokana na udhamini. Kwa hivyo niombe tu kwamba kama sisi shirikisho sasa hivi tumejenga shirikisho imara, lina uwezo likasimamia mambo yake, likasimamia na mchezo, lakini pia tumeona mchezo wenyewe umekuwa. Kwa maana ya sasa hivi ligi ya kikapu inachezwa almost mikoa yote Tanzania bara na visiwani. Mwezi wa 4 tu hapa nilikuwa Zanzibar hapa kwenye mashindano ya Muungano kama unafahamu. Lakini sasa hivi hapa tunapoongea Dodoma wanacheza ligi, Mwanza wanacheza ligi, Mbeya wanacheza ligi, Arusha wanacheza ligi, Iringa wanacheza ligi. Kwa hiyo mchezo unachezwa kote. Sasa hayo pia ni maendeleo makubwa, na kwa takwimu mchezo wa kikapu ni wa pili ukiacha mchezo wa soka kwa maana ya upenzi, wachezaji, lakini pia teams na ushabiki na kila kitu. Kwa hiyo bado ni mchezo ambao ni potential, na yeyote anayekuja kuwekeza katika mchezo huu bado ana nafasi ya kupata mileage, lakini pia kusaidia sasa katika
maendeleo pia ya vijana, lakini pia kusaidia katika uchumi, kwa sababu michezo sasa hivi imebadilika, sio tu burudani, lakini ni biashara, ni uchumi, ni kazi. Vijana wetu unaona hapa professional players wanacheza kule, wanalipwa. Nataka hapo tuwatajie namna kuweza kuchangia kidogo sikana tukapata sasa zile za maji za kusaidia kule itapokuwa Uganda. Okay, sawa, hamna shida. Nafikiri tafuta taratibu tu mwingine kuweza kuwafahamisha njia nzuri kwa wale ambao watakuwa wameguswa na maandalizi ya timu yetu sisi ya taifa kuelekea katika mashindano ya kanda ya 5 ambayo anaanza tarehe 25 kule Uganda mpaka tarehe 1. Ni timu ambayo ikienda kufanya vizuri basi itakuwa ni tikiti bora kwetu sisi katika historia ya mchezo mpira wa kikapu kushiriki mashindano ya mataifa ya Afrika, kama ilivyo kwa wanaume hivi sasa ambapo wanashiriki mashindano ya mataifa ya Afrika. Na jana walicheza mchezo wao dhidi ya timu ya taifa ya Misri wakipoteza kwa goli 1-0. Goli la Ahmed Al Mohamed, mkongwe huyu, akipiga bao la kichwa, na hapa mwenyekiti hapa anaweka mambo sawa. Takufahamisha, lakini pia timu yetu ya taifa hii umekufahamisha hapo inaundwa na wachezaji ambao wengine wako nje ya nchi, kwa hiyo kuna harama kubwa pia za kuweza kuwaleta hapa nchini. Ndio maana shirikisho limeona ni vyema kuweza kuwashirikisha wadau mbalimbali kuweza kuwasaidia. Nafikiri iko tayari tuwatajie namba ambazo zitaweza kutumika kuwasaidia kupata fursa ya kusaidia. Namba ni 0715 96 9567 0715 96 9567. Huyu ni mwazini wa TBF Amina Liamanga, kwa jina linatokea hilo. Kwa hiyo ukituma ukiona limetokea jina Amina Liamanga kupitia Yamaiga, Amina Ahmed Liamaiga, Yamaiga. Kwa hiyo ukiona imetokea jina la Amina kupitia 0715 96 9567 ujue unachangia timu ya taifa ya mpira wa kikapu. Kwa dakika moja tumalizie kabla tujagusa mchezo wa jana wa Raptors Toronto kipata ushindi. Unaambia nini wadau? Asante. Mimi nitumie nafasi hii kwanza kuwaomba Watanzania wote tuichangie timu yetu ya taifa. Haya ni mashindano sio tu ya kutafuta ubingwa wa kanda ya 5, lakini pia ni ya kuqualify kwenda kucheza mashindano ya Afrika. Tanzania kwa upande wa kikapu haijawahi kucheza mashindano yote ya Afrika, kwa maana ya kwenda katika ngazi hiyo ambayo sasa hivi ni kama vile timu yetu ya Taifa Star ambayo inacheza kule wamekwenda Egypt. Sasa mashindano tunashiriki sasa hivi ndio yataqualify sisi kwenda kule. Kwa hiyo ni mashindano ya wiki moja tu, tukishinda hapo tumekwenda. Uwezo huo tunao, tukileta kikosi chetu chote kamili. Tunahitaji takriban shilingi milioni 57 hapo ni kama dola 23,000 hivi za kutuwezesha kushiriki mashindano haya kikamilifu, kuleta nyota wetu wote kuanzia Hashim Thabiti, Alpha Kisusi na wengine wote walioko nchi mbalimbali. Niwaombe sana Watanzania, muombe kwanza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli ambaye ni mwanamichezo mzuri sana na anapenda sana michezo, anapenda vijana wake wa Tanzania na anapenda kuona Tanzania ikitangazika. Nimuombe sana naye kama anatusikia au wasaidizi wake wanatusikia, basi aweze kutusaidia. Niombe viongozi mbalimbali, Waziri Mkuu, Makamu wa Rais, hata Spika wa Bunge nimuombe Mheshimiwa Ndugai kupitia wabunge wake. Nimeona mara nyingi wakichangia watu mbalimbali. Hebu naomba sasa wachangie kwa toe kaposho kidogo, angalau tuweze kusaidia timu hii iweze kwenda Kampala Uganda. Ni timu ya wanawake na wanaume ya taifa ya Tanzania, ikapate kushiriki katika mashindano haya, vijana wetu wakapate fursa, lakini pia tukaitangaza nchi yetu. Opportunity yote unapata ya kuenda nje ya nchi, unakwenda kuitangaza nchi. Kwa mimi niseme tu kwamba hata mashirika ya utalii pia yatusaidie. Nimeona TTB wakimtambua Samata kama balozi. Wako wakina Hashim Thabiti hapa ni wachezaji legends wa NBA. Kwa hiyo mimi nadhani pia tusaidia katika hilo, pia tutakuwa tumeitangaza nchi yetu. Kwa hiyo ni fursa kuitangaza nchi yetu. Niombe Watanzania tushirikiane. Ambaye ataguswa mmoja mmoja, tunaomba sana upige simu kwa mhazini wa TBF namba 0715 96 95 67. Namba 0715 96 95 67. Namba hii ni ya mhazini wa TBF Amina Ahmed Liamaiga. Bila shaka utuma ujumbe wako, utasema mnatusaidia vipi. Lakini pia kwa wengine wanataka maelezo ya jumla wanaweza kuwasiliana na mimi mwenyewe rais. Namba yangu 0713 618320. Kwa maelezo ya jumla namna gani wanaweza kutusaidia au namna gani wanaweza kusponsor. Na ninapozungumzia sponsorship, si lazima utoe hela zote hizi tunazotaka milioni 53 au dola 23,000. Unaweza ukalipia tiketi za ndege, unaweza ukalipia tuposho, unaweza ukalipia kina Hashim Thabiti waje Tanzania.
unaweza ukalipia nauli ya Watanzania ya timu yetu kutoka hapa kwenda Uganda. Bila shaka utakuwa umepata maelezo mazuri na wataweza kutafuta njia kuweza kusaidia. Kimataifa, Eden Hazard ameweza kutambulishwa katika klabu ya Real Madrid. Takriban mashabiki 55,000 walikuwepo katika zoezi zima la kuweza kumtambulisha. Hajafikia idadi ya Cristiano Ronaldo ambaye aligonga zaidi ya watu 75, lakini utambulisho wake umetoa picha nzuri ya kibiashara katika klabu ya Real Madrid. Amekuja katika kiwango cha juu, lakini pia na mvuto wa kibiashara, na mwenyewe toa siri moja, alikuwa anataka jezi namba 10, lakini Luka Modric amwambia kijana tulia. Ni moja ya milango ya biashara ambao watu wengi wanaipenda, akiwa namba yake anataka ndio itumike hiyo, lakini maisha yake katika klabu ya Real Madrid uwanjani ndio ambayo itatengeneza biashara yake kubwa zaidi, kutokana na hivi sasa ni moja ya wachezaji ambao wana kiwango cha juu katika ligi ya Uingereza. Alikuwa ndio top assist, lakini pia tumeona katika World Cup alikuwa ni moja ya wachezaji ambao walifanya vizuri sana, ukiacha wachezaji ambao walifika finali ya kikosi cha timu ya taifa Ufaransa pamoja na timu ya taifa ya Croatia. Katika upande wa mchezo wa mpira wa kikapu, jana Toronto wamebadilisha simulizi za watu wengi ambao walikuwa wanaamini Golden State Warriors wanaweza kufanya chochote. Unafikiri msingi wa Toronto kupata matokeo ulikuwa ni upi, wakishinda kwa vikapu 114 kwa 110? Asante. Msingi ni wametufundisha kwamba kila mtu akiweka jitihada kwenye jambo lote ile anaweza. Ndio maana hata mimi nikasema timu yetu ya Tanzania mwaka huu tutashinda zone 5 na tutaweza kwenda Afrika na kushinda kombe la Afrika. Watuchangie tu wa Tanzania. Hilo niseme moja kwamba tukiamua tunaweza. Toronto Raptors general manager au rais wa timu na CEO anaitwa Masai Ujiri. Masai Ujiri asili yake ni Afrika. Wazazi wake wanatoka Nigeria na Kenya. Huyu ndio CEO wa timu. Yeye ndio mimi naweza kusema, ukiniuliza mimi sasa, yeye ndio mtu nyuma ya mafanikio ya ushindi wa timu hii, kwa sababu yeye ndio aliyotengeneza kile kikosi. Kuna wachezaji amewauza mwaka jana na kuna wachezaji wengine kawanunua, kawaleta pale. Na alilaumiwa sana na watu wengi, lakini alifanya maamuzi sahihi ambayo sasa leo yameipa ubingwa. Lakini Masai Ujiri pia alitengeneza plan ambayo imemwezesha kufika hapo na kuwezesha timu yake ya Toronto kushinda. Na kwa hiyo ushirikiano kati ya wachezaji, management ya timu na watu wote, nadhani Canada ina watu karibu milioni 7 hivi. Wote walikuwa behind that team. Kwa hilo ni jambo moja kubwa kwamba tukishirikiana tunaweza. Nakushukuru sana Faris Magesa, nakushukuru kwa kuja. Tumefahamu mambo mengi kuhusiana na timu yetu ya mpira wa kikapu kuelekea kanda ya 5 na tumeangalia hapo kimataifa Toronto. Na labda niwaambie tu hawa Toronto Masai Ujiri atakuja hapa Tanzania mwezi wa 8, tutatoa hiyo taarifa kuendesha kambi kwa ajili ya vijana wetu. Tutafurahi sana kuweza kuona kijana hilo pia nyumbani Tanzania. Ili tuweze kujulikana zaidi, niwaombe sana Tanzania pia tuendelee kuichangia timu yetu. Wafanyabiashara wanaotusikia, taasisi za umma na binafsi, na Watanzania mmoja mmoja, tuchangie. Tarehe 23 tunataka tuondoke kwenda Kampala, tuanze safari ya kwenda kushiriki mashindano ya kombe la Afrika ya kikapu. Bila shaka utapata pia kupitia taarifa mbalimbali za michezo. Mimi ni Hosea Mchopa. Baada ya hapa habari za sasa zinafuata. Baadaye kumekucha kishindo. Twali Bia atakuwepo hapa na mgeni gani leo katika mafanikio utaweza kufahamu.